Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu? Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Nimekuja mbele yako kwa muda huu kabisa nikupatie moja kwa moja habari jinsi inavyoendeka hapa kwenye nchi yetu ya Kongo. Mambo ni je huko ambapo unapokuwa, umeshinda namna gani na umekuwa namna gani? Kwa siku ya leo asubuhi, bomu kubwa kubwa ambazo zilikuwa zimelia katika mkono wa kuume wa mji wa Goma, yani uko ngambo za juu, uko ngambo za Rusayu, Munigi, uko kabisa bombi kubwa kubwa ambazo zilikuwa zimepiga kabisa huko tangu asubuhi, yani tangu saa 11 ya asubuhi na mpaka masaa 5. Bomu kubwa kubwa zilikuwa zimelia katika mkono wa kuume wa mji wa Goma. Hadi muda huu kunaendelea kusikilikana kidogo sana, si nyingi. Yani huko ngambo za Munigi, Rusayu, kuendelea huko tumesikia kabisa ni katika mtaa karibu na mtaa wa Nyiragongo. Yani tumeendelea kabisa kusikia kabisa vifaa vya vita huko ngambo ya pili huko, na tukijiuliza ni kitu gani kisichoendeka mbele huko. Waaskari ni wengi katika mji wa Goma kwa muda huu ambao tuko tunaongea nao, wakienda ndani ya gari, na hapa hatujajua kinachoendeka huko juu kabisa. Na hapa tutaendelea kufuatilia ili kwamba tujue ni kitu gani kisichoendeka, na hapa tutakuja tuwaambie mambo jinsi ilivyo huko juu ngambo za Rusayu na Munigi huko kabisa. Tunaendelea kufuatilia tujue ni kitu gani kinachoendeka huko, sababu tangu asubuhi kabisa vifaa vya vita kubwa kubwa ama mlio wa risasi kubwa kubwa, yani mabomu ziko zimesemekana huko juu. Na hapa tunaendelea kuuliza ni kitu gani kinachokuwa, na simu azipite kabisa huko. Na hapa tunaendelea kujiuliza ni kitu gani kinachoendeka, lakini mnajua kama waaskari wa CMC wazalendo wanaendelea kuwa ngambo ya huko. Na hapa tunawazia, hatujakamilisha, ila tunawazia tu kama inawezekana ni wao ambao wamefungua front huko juu kabisa. Tangu asubuhi kabisa inaendelea kuwa woga kwetu, tukijiuliza ni kitu gani kinachoendelea, na hapa hatujapata kabisa kitu gani. Na hapa ni kama vile kilomita dogo sana kufika ndani ya mji wa Goma. Yani kwa siku ya leo watu wameshinda wakijiuliza ni vitu gani, yani wasiwasi imeingia tena. Yani tumeanza kukumbuka jinsi gani ilivyokuwa kwa siku ile ilivyoingia risasi ikipigwa hapa mjini Goma kwa wakati ile. Na hapa wengi wanaanza kusikia woga na kujua ya kwamba, sijui kama hata hivi unaweza kuwa unasikia kile ambacho kinachokuwa, unaweza kuwa ukisikia kabisa. Maana hadi mpaka hivi imelia kidogo imeacha, imelia tena imeacha, wamepiga tena imeacha, yani ni hivi vinavyokuwa kabisa. Na hapa watu wengi huwa na wasiwasi moyoni wakisema mambo hii ni mambo gani? Mambo hii ni mambo gani kabisa? Wandugu wapendwa, tunakuja kuwapasha habari zote zinazokuwa kabisa, tukiwaambia tu kama huko mtani Walikale kabisa, Walikale kunaendelea, yani uko unasikia mungurumo. Umeyasikia? Ya, ni kabisa ambao iko inapiga tena inaacha, ila sisi hatujakuwa na taarifa yoyote ambao tunawaambia uko juu kuna kitu fulani, ila kinachokuwa tutaendelea tupigie simu wanaokuwa huko ili kwamba watuambie ni kitu gani
na ikiwa vyema tutawapasha habari kabisa, sababu tunaendelea kupiga simu haipite huko kabisa, tujue ni kitu gani kabisa kinachokuwa ngambo ya pili huko kwa mkono huu wa kuume. Si hatujajua kabisa, lakini tutaendelea kuwaambia tu, maana tungali nanyi katika hapa kwenye mikrofoni yetu. Yani usilie kabisa, kuna kitu ambacho kinalia huko kabisa, ni kitu kikubwa. Okay, tunaenda kabisa huko ngambo za Walikale huko. Walikale. Hapa Walikale tunawaambia ya kwamba waaskari karibuni 75 militaire ya armée rwandais M23 AFC wamefariki kupitia bom za ndege za Sukhoi aina ya Su-4 kabisa, wamepigwa kwa kiasi kikubwa na wakifariki. Hapa unaona kabisa unaona kama kazi imeendelea kufanyika. FRDC eloko ya makasi aeriane wanaendelea kufanya kazi kabisa ya kumpiga risasi huyu adui. Huko ulayani kwenye uwanja wa kidiplomasia hapa kwenye renyo ambayo ilikuwa ya ONI, Bintou Keita anaendelea kusema ya kwamba M23 imeendelea kupinga kauli la cessez-le-feu na kuwaangamiza watu, kuwakosesha amani na kuua watu kila siku. Lakini aliyeshimamia Rwanda anaitwa Olivier Nduhungirehe, yeye anaendelea kupiga ukali ile, anaendelea kuipinga kali hiyo ushauri wa msemaji ambaye aliyesemea kwamba Bintou Keita anasema ya kwamba wakati ambapo watu wako wanakufa ndani ya nchi ya Kongo, MONUSCO hakuna kitu kenye iko inafanya, ni kufunga mikono. Anasema ya kwamba wasemaji wa Kinyarwanda waliuawa miaka ya mingi huko ngambo za Ruchuru, Masisi, na kubomolewa nyumba hama na kuchomewa nyumba zao. MONUSCO ilikuwa inaangalia, lakini hawakufanya kitu. Na sasa hapa ndio wale wasemaji Kinyarwanda anasema kwamba wao walipatwa na hasira na kuanza sasa kushambulia ngome za kijeshi ya Kongo. Ni hapa kabisa walikuja wanakamata Goma na Bukavu. Na anasema ya kwamba hii yote imetokana na wale ambao waliofanya genocide huko ngambo za Rwanda, ambao walikimbilia Kongo, na hapa wanaendelea kutafutika kiasi kikubwa kabisa. Na hapa inaonekana kabisa ya kwamba wao wametumia hii njia ili kwamba iwe njia kwao ya karibu ya kusikilikisha dunia ya kwamba wao wako wanapigania haki yao, sababu wale wasemaji Kinyarwanda wamekuwa katika nchi ya Kongo. Sasa tunasema nini? Msemaji wa Kongo katika renyo hili kubwa ya Ulayani na Amerika wote amesema ya kwamba hii Nduhungire amesema ni uongo mtupu, sababu Olivier Nduhungire anazoea kazi ya uongo. Anasema ya kwamba yeye amfere ama kasa ya genocide huko Rwanda, Kongo haihusiki nayo, sababu Kongo ni nchi nyingine na Rwanda ni nchi nyingine. Anachokijua kwamba Kongo iliwapokea Wanyarwanda kuwa wa refugee ama wakimbizi katika nchi ya Kongo kwa mkono wa ONI. Kwa wakati ile ilikuwa inaitwa ONI, yani Monique, na walichungiwa kabisa vizuri kumakaa mbalimbali. Baada ya pale Rwanda iliona vema kuja kuvunja na kuharibu
makan zote ambazo hawa wa refugee walikuwa ndani, na hapa walianza kuleta habari za vita katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Anasema ya kwamba ile yote ambao Nduhungirehe anasema ni uongo mtupu, sababu Kongo haihusike hata na mauaji mu Rwanda. Hakuna siku Kongo iliwahi kuingia Rwanda kupigana hata tangu dunia iwe. Na anasema sijue kama huyu Rwanda inakuwa mu dunia gani ama inakuwa nafasi gani ambapo sisi wengine watu hatupo. Yaani kwa nini wanaendelea kuleta mambo iliyo ya zamani na kuyaleta hapa tena kuipakala watu, yani wanakamata vita yao ya kwao ambayo inapita miaka 13 wanaileta hapa kwetu kuwa kwamba ni vita ambayo sisi tulitumia. Kwa wakati sisi hatukutumia vita ile, hakuna hata askari wa Kongo ama wa Zaire kwa wakati ile aliyeingia ndani ya vita hivi. Hakuna hata politicien ambaye alikuwa nyuma ya hii vita ya Rwanda wakati ule. Naye anasema ya kwamba hivi vita vyote vimetokana na kuyua nani aliyemuua Habyarimana. Donc unaona kama wanakuwa kama vile wanarudisha page nyuma na kuanza kusema ya kwamba inabidi tujue basi nani aliyemuua Habyarimana. Na hapa ni huyu anakuwa kisa, huyu aliyemuua Habyarimana anakuwa kisa chanzo ya vita ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Na hapa huyu msemaji anasema ya kwamba sisi kama Kongo tuna haja tu ya amani, hatuna haja ya kitu kingine, sababu hatuna kitu tutatafuta ku Rwanda, na hakuna kitu ambacho Rwanda inaweza ikatupatie, ila tunataka tu tuwe na uhusiano bora kama vile tulivyokuwa tangu awali. Yote Wanyarwanda walikuwa wa ndugu zetu. Pili, anasema ya kwamba hii kisa inabidi ijulikane nani aliyemuua Habyarimana, sababu huyu aliyemuua Habyarimana ni huyu anayekuwa mwenyeji wa vita hivi. Na hapa unaona kama ni sherti hii kese ya huyu ancien president rwandais ianze tena upya, ifufuke tena, ili kwamba wajue nani aliyefanya hiki kitu, hiki kitendo, sababu yeye ndiye mwenye analeta hii habari zote zinazokuwa hapa. Nduhungirehe anasema ya kwamba yeye anachongea Kongo kuona ya kwamba Kongo inaendelea kuweka wa FDLR, inaendelea kuwavalisha combat ama majezi za kikongomani na kuwafanya kuwa waaskari wao na kuwapatia kila kitu. Ndio kwa maana nao wametia mkono kwa ajili ya kusaidia M23. Lakini turudie nyuma kidogo, hawa wanaoitwa wa FDLR ndio walikuwa wanaitwa wa FDLR wakati ambapo waliingia Kongo, ama waliitwa wanani? FDLR haikuingia kama Kongo. Kulikuwa njo FAR ndio iliingia Mkongo, na wale wazalendo wao wanaoitwa Wanderahamwe, yani watu ambao wamejitia pamoja, ndio maana ya Nderahamwe, tujitie pamoja. Wale ambao wamejitia pamoja ndio ambao waliingia ndani ya nchi ya kikongomani ya Zaire kwa wakati ile, wakikimbia vita kwao. Alafu hii imekuwa sasa inakuwa kisiki ni Kwale, ambayo kabisa imetwaliwa na huyu Olivier Nduhungirehe. Anasema ya kwamba hii imetia woga kwao kuona Kongo imepatia FDLR nafasi mkubwa ya kuwaingilia ndani ya nchi. Lakini imeulizwa sasa, Nduhungirehe imeulizwa hivi, wakati gani, siku gani walioingia katika nchi yenu kuja kuwapiganisha? Ama wakati gani Kongo ilihusika kwa kuja kuwapiganisha ama kuja kuwatuma huko wao wawapiganisha?
Dongire anataja anasema ya kwamba mu 2018 waliingiaka ngambo za huko Ruhengeri wakaua watu, wakabeba na mangombe. Alors tunauliza sasa, ni Kongo iliwaambia muingie kama vile nyinyi munaambia M23 iingie? Ulizo sijue. Hii ilikuwa ni report ambayo kabisa imeendelea kusemeka katika vibanda mbalimbali vya habari ambavyo kabisa hata igie.com ya huko kwa Rwanda nayo imetamka hayo, na hapa ambapo tumesoma ili kwamba tupate kuwapatia hii habari kem jinsi inavyokuwa. Ila ukienda kwenye vitabu na vikurasa vya habari utakutana habari hizi kwa urefu sana. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, ninayekuambia kabisa ya kwamba kunayo furaha kwa watoto wa Kongomani. Acha tubapige mpaka basikie. Tunayo furaha watoto wa Kongomani. Acha tubapige mpaka basikie. Kongo nililolitaka, nchi ya mababu yangu. Kongo ninakupenda sana. Nasikia ninayo uhuru wakuwa Mkongomani, maana mimi sina kosa lolote. Hapa sasa nataka kusema nini? President Fachi Beto ameongeza salary ya kiaskari, anetia kabisa ku franga $500 bietano ya 100 kabisa. Waaskari wamecheka. Waaskari wa Kikongo wa FARDC, maraba leo amutaiba, maraba leo amutakimbia vita, mpigane $500 yenu mumufuko. Na anasema ya kwamba hii ni salaire ya kwa prime de salaire. Donc ni kusema ni salaire yenye ko tipiki, iko top, ni $500 kwa kila soda mwenye iko wa chini. Manake kaporale ni $1000. Tukienda mpaka kule yulu utakutana tena zinaenda zinapanda. Na hii wanakuambia hii ni prime, ni salaire, hayakuwa prime. Donc ni kusema hayakuwa faveur ambazo zinahitajika. Na yua kama Kongo mambo ikoenda na jikoso. Mambo ikoenda na jikosoa kabisa. Askari wa Kongo ameanza kuhesabiliwa madola 500 kabisa ya dola. Anaanza kuhesabia kabisa 5.002. Hapa kabisa inakuwa ni $500. Na hapa waaskari wanaanza kucheka. Hapa sasa wazalendo nao watacheka kabisa, sababu najua kama nao watalipiwa $500. Kila askari ndani ya nchi ya Kongo ametakiwa kulipiwa dola hii $500 kabisa, bila kushtaki, bila kuangalia nyuma. $500, 5 billets mumufuko wake, akichapa vita. Maraba mtaoa ba mingi, maraba imasiku 5 washi vraiment gomwa danger. Mina kuambia kila mtu ataenda mkisoda sasa. En plus badada yetu munenda pata babwana, mara banaanza wa $500. Unaona kama deja hapa ni vitamu sana. Mzee Roland Kabila alikuwa anawapatia $100 à l'époque, na ilikuwa mingi sana. $100 ilikuwa mingi kwa kila soda à l'époque. Nakwambia balilewaka na franga mpaka leo wanaanza kumbuka $100 ya mzee à l'époque. Mais leo Fachi Beto anafikisha ku $500 ndio salaire ambayo soda atakuwa amepata. Mengine sasa itakuwa ni mafavere ya mbalimbali na madroit de prime kama ya nini na manini, navyo vitakuwa ndani huko juu kabisa. Unaona kama hapa kitu kinachokuwa ni kwamba inabidi kupigana na kupambana vita, ili kwamba sasa hii $500 iingie mu mikono yenu.
Kwa wakati ambapo askari wa M23 iko na kula bure, hakuna manake salere, ambapo wa askari wa M23 wao hawako wanapokea, hawana salere, hawapokee njale na taba huwa. Acha nibapige ka histoire ka kufunga, ambapo askari wawili walisikia njala wakaingia ndani ya restaurant wakakomande chakula hapa Virunga. Walipokomande chakula wakaingia wakakula chakula. Walipokula chakula wakatoka wakakimbia bila kulipa chakula ya batu. Unaona kama hapa kabisa hawa wajamaa wanakuwa wamwizi kiasi kikubwa. Hii ni habari ambayo imepitikana hapa kabisa Virunga hapa, ambapo waskari walisikia njaa. Waskari wa M23 niko nasema walisikia njaa. Kwa kusikia njaa sasa wanende ingia mu restaurant ya batu, wanakomande chakula, banakula, walipomaliza kula bakaenda zao kwa mbio, kwa mwendo wa kasi. Niambie sasa, hii maisha ambao hawa vijana wamejitia ndani ni maisha gani? Niambie ni maisha gani ambao hawa wa vijana wamekuwa nayo? Unaona kama M23 iko inadanganya vijana wetu. Hii M23 iko imedanganya vijana wetu sana, na hapa unaona kama kabisa wanadanganyika kiasi kikubwa kabisa. Ila kinachohitajika ni kwamba vijana muvae magunia, muokoe nchi yenu, na kabisa salary ya kiaskari imeongezeka, imekuwa kabisa hivi kila mtu ajiandae kabisa kupata kusalere militaire kabisa, ni vizuri. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu.